Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya channel yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika channel hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752 73 25 15. Baba Sam the King. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii sio simulizi nyingine, ni ile simulizi yako pendwa ambayo inaitwa Mtoto Yatima sehemu ya 22. Mtoto Yatima ni simulizi ambayo inamwangazia binti wa miaka 21 aitwaye Shora Dismas. Maisha magumu anayoishi, mapito mazito kutokana na kwamba yeye ni yatima, ambapo alifiwa na wazazi wake wote wawili katika ajali mbaya sana ya gari. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, ambacho hicho kikigusa moja kwa moja utakuwa umesubscribe channel yetu ya Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Karibu sehemu ya 22 ya simulizi hii. Tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua mbivu na mbichi zinazopatikana katika episodi hii. Moja kwa moja, hasira ambazo zilimjaa huyu kijana wa kuitwa Amini bin Nasor. Alikuwa anawaza kama endapo angekuwa na chochote chenye ncha kali, mfano kama kisu, moja kwa moja angekichukua na kwenda kumhararisha kabisa, akamchinjilia mbali kabisa, atoke asimuone tena. Lakini akajikaza.
alijikaza akatulia mpaka Muamini akaja na yeye akafika, akaingiza anavyotakiwa kuviingiza ndani, akaja na yeye akakaa kwenye benchi akatulia. Akajaribu kumuuliza Shola Dismas kama kuna chochote ambacho bado hajafanya. Shola Dismas alizungumza na akamwambia huyu mama yake kwamba kila kitu tayari. Hapo ndipo ambapo alimfurahia sana, yaani Bi Muamini alimfurahia sana Shola Dismas kuwepo hapo, kwa sababu walikuwa wakitoka huko wamechoshwa na wateja, wamechoshwa na matusi ya wateja ambao hawataki kulipa wengine, au wanaamua tu kuwacheleweshia pesa kwa makusudi. Wanakuja wamevurugwa na makazi magumu, wamepika mara kuwapakulia wateja mara hivi. Wanakuja mwisho wa siku wanakutana tena na kibarua cha kupika. Lakini tangu Shola Dismas afike hapo amekuwa ni faraja sana kwao. Lakini sio kwamba ni faraja kwao, yani yeye Bi Muamini ndo alikuwa anajua kwamba ni faraja kwao, lakini mwenzake huku Ogena hana muda tena, yani ndiyo kwanza ni kama vile anazidi kuchukia hii. Lakini alipokuwa akizidi kuangalia huyu Bi Muamini, aliona kabisa huyu kijana wake Amini bin Nasoro hayuko sawa. Hapo ndipo ambapo alipoanza kuzungumza huku akisema, mwanangu, ninakuona kama vile hauko sawa. Tatizo nini, au umekumbana na jambo gani? Unaweza ukanishirikisha, maana mimi sikuwepo. Nahitaji nijue ni jambo gani, maana nakuona kabisa hauko sawa mwanangu. Nini shida? Amini bin Nasoro alizungumza huku akisema, bora mama umefika. Hivi unajua kwamba mimi najikaza Hasira nilionayo ni kubwa sana, kiasi kwamba nisipojizuia inaweza ikawa hasara kwangu. Mama, huyo Ogena ataendelea kumchukia Smaia mpaka lini? Naomba uniambie tu. Bi Muamini akazungumza huku akisema, Ogena tena amekuja kufanya nini tena? Nini ambacho amekifanya huyu binti? Kijana Amini bin Nasoro akazungumza huku akisema, sikiliza mama, ametoka huko akaja akapitiliza mpaka ndani, akaenda kuweka alivyoviweka, akarudi hapa akakaa. Amekuja kukaa hapa, alivyoniona mimi akanisalimia, lakini hakutaka kabisa kumsalimia huyu anayemzidi Smaia, hajasalimiwa. Hapo ndipo ambapo Smaia ameamua kuuliza, kuna tatizo gani mimi kutokusalimiwa? Unaona shombo ambayo aliyoijibu hapa. Mama, huyo Ogena kama amechoka kukaa hapa, ni bora aseme, atafute tu pa kwenda. Kama kweli mama mimi utakuwa unanipenda, niendelee kukaa kwako. La hawezi, mimi nitoke na Smaia wangu
twende tukapange pembeni. Hatuwezi kuendelea kubishana na huyu Ogena. Mwisho wa siku ninaweza nikaingia gerezani kwa sababu ya huyu mtoto wako. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Bi Mwamini alichanganyikiwa. Hakujua wawekeje ili wote waweze kuelewana. Alikaa chini na kuanza kuwaza. Ogena huyu alikuwa anataka kumuua huyu Smaia, yani Shola Dismas hapo. Lakini sasa hivi nimetoka huko tena ninakuta tena kuna kesi nyingine. Kwani huyu Ogena anataka nini? Shida ni kwamba hapendi kuwepo karibu kabisa na huyu binti. Au kisa kwamba amesema kwamba anataka kuolewa na kaka yake, ndio maana naamua kuleta haya yote. Lakini kwa nini anakuwa na wivu wa namna hii? Hivi hata kama ingekuwa ni yeye, kwa namna jinsi alivyo, hata kama ingekuwa kweli anateseka kwamba yeye ni mtoto yatima, angekubali kweli kuolewa na huyu kijana? Angekuwa na moyo huo? Ni mabinti wangapi ambao mimi nimemtafutia na wameleta shida na kumwacha tu na kujiondokea. Huyo amemkubali. Kwa nini anazidi kuleta shida? Mungu wangu, nipe upeo, nifanyeje ili waweze kuishi kwa raha. Sipendi kumuona mwanangu Amini bin Nasoro anatoka hapa kwangu. Yani ionekane kwamba basi hata dada yangu Sada baada ya kufariki mimi ndo nikamchukua huyu Amini. Kwa hiyo ionekane kwamba mimi Amini simpendi wakati nimeishi naye muda wote huu. Kwani huyo Ogena Rajabu ana nini huyu? Lakini hayo mawazo hayakuweza kufua dafu na wala hakujua afanye nini ili aweze kudhibiti hii hali isiendelee kujitokeza. Hapo ndipo ambapo Ogena alisimama akiwa ni mwenye jazba, moja kwa moja akakimbilia jikoni na kwenda. Hawakujua ameenda kufanya nini, lakini Shola Dismas akanyenyuliwa na huyu mama wa busara Bi Mwamini na kumwambia kwamba nenda kamchungulie, je, kuna kitu gani atakuwa anafanya? Baada ya kwenda kumchungulia, alienda kumchungulia huku kwenye dirisha la nyuma ya jiko ambalo ni kadirisha kadogo tu hivi ambako tuseme upana wake ni kama madumu haya ya pembe 4, yani haya madumu makubwa haya. Sio hizi ndoo, haya madumu tu ya kawaida. Ni kama mdomo wake huo uongeze mara 2 tu. Si kusema kwamba nilipana sana, hapana. Yani waliweka hilo ili liweze kuwa linapitisha hewa. Kama hawataki kufungua yale ya nyuma sana, kule nyuma kabisa karibu na bafu, basi wao wanafungua hili ambalo liko pembezoni. Sasa kutokana na kwamba hakuwa amelifunga wakati anapika, lilikuwa wazi ili limpitishie hewa, basi moja kwa moja alienda kumchungulia. Na kutokana na kwamba humo ndani tayari amewasha taa, hakuizima wakati anaivisha chakula, aliacha hivyo hivyo. Basi alimchungulia vizuri, akaona amepakua sahani ya chakula. Baada ya kuwa amepakua sahani ya chakula, akaanza kuchukua pochi yake aliyokuwa ameivaa. Baada ya kuwa ameondoka kule mgahawani, alienda na pochi kubwa. Hakwenda tena na kale kakuweka
kwenye mfuko wa gauni, alienda na kubwa ambayo ina mkono wake huu wa kuvaa shingoni ambao uko kama cheni. Kwa hiyo aliivua na kufungua humo ndani ya huo mkoba, akachukua kitu kabisa alichokiona ni kipakti, alafu akamimina tena katika kile chakula vitu fulani hivi vyeusi ambavyo aliviona. Lo, kumbe hiyo ndo ile sumu ya panya. Ameamua kuimimina. Na wakati huu Ogena huyu alikuwa na waza, ni bora sasa nijitoe mimi mwenyewe uhai, nile hiki chakula, nijitoe uhai, nife, nitokepo kabisa duniani. Kwa sababu kaka hataki kuendana na mimi, mama hataki kuendana na mimi, wote wanamjali sana huyu binti. Sasa ni bora mimi nijitoe uhai kuliko kumtoa yeye. Kwa sababu kwanza sijajua kama endapo leo mama taniruhusu niweze kulala hapa. Jana nimelala kwa mama Kasimu. Je, leo itakuwaje? Hayo ndiyo mawazo ambayo alikuwa anaendelea kuyawaza huku akichanganya kile chakula pamoja na ile sumu. Hapo ndipo ambapo Shola Dismas alizunguka taratibu. Hakutaka kwenda papara. Alizunguka taratibu kwa sababu akili nyingine ilimtuma kwamba hicho chakula hawezi kukilia humo jikoni, ni lazima atakitoa nje. Akili nyingine kamtuma ikasema hicho chakula huko ameenda kupakua, kwa hiyo wote atawaletea vyakula. Lakini hiyo sahani inaonekana yeye ndo atakayoenda kujipa au atanipa mimi. Kwa hiyo hebu ngoja kwanza nikae chonjo niangalie ni kipi ambacho kitakachoendelea. Akaja mpaka mlangoni taratibu, bila kuzungumza chochote, bila kufanya chochote. Bimwamini kule amekaa anaendelea kupiga stori na kijana wake Amini bin Nasoro. Hajui chochote ambacho kinachoendelea. Ogena baada ya kuchanganya ile sumu akaamua kupakua kweli na sahani zingine 3 kwa ajili ya kwenda kuwapatia. Hapo ndipo ambapo Shola Dismas alitoka hapo mlangoni taratibu ili asiweze kumshtukia moja kwa moja. Alipofika mbali kidogo akaamua kuwahi kwenda kukaa katika lile benchi. Hatimaye Ogena alitoka mle jikoni na hizo sahani akaja. Kutokana na kwamba ile sahani ambayo aliyoichanganya sumu yenyewe ni ya bati. Achana na hizi za plastiki, hizi za mifupa hizi ambazo ni 3 alizokuwa ameziandaa. Yeye alijiandalia kwenye ya chuma. Kwa hiyo kutokana na kwamba Shola Dismas alikuwa ameshamchungulia na ameshaona, akaanza kuwaza, ngoja nione ni nani atakayepewa hiyo sahani. Ipo ya bati ambayo ni moja tu, ya chuma hiyo ya bati moja tu. Je, atanipa mimi au atampa nani? Uzuri mimi nimemuona kwa leo penye, nimemuona mwenyewe. Shola Dismas baada ya kufika pale alipokuwa amekaa, kabla Ogena hajaleta hicho chakula, Bimwamini alijaribu kumuuliza, je, kuna chochote atakachokuwa amekiona? Hapo ndipo ambapo alimwambia mama, kuna kitu ambacho nimekiona, lakini subiri nione mchezo unaishia wapi. Na hayo mambo hawakuyazungumza kwa kuzungumza, bali walipeana ishara tu kwamba kuna kitu ambacho utakuwa umekiona kwa njia ya ishara. Na yeye akamrudishia, nimeona, subiri tuone ni kitu gani ambacho kinaendelea, twende na mchezo mpaka mwisho. Ili tu Amini bin Nasoro asisikie hayo maneno wakiwa wanayazungumza yakaja kumchoma tena ndani ya moyo wake. Akafikiria huenda anayetaka kuuliwa tena atakuwa ni Shola Dismas. Baada ya kuleta kile chakula alianza kuwagawia. Kamgawia pale kaka yake hizi za mifupa za plastiki, hizi za mifupa, hizi sahani hizi,
Nadhani mtakuwa mnazijua wapenzi wasikilizaji, mtakuwa mnazielewa hizi sahani za mifupa ambazo wanaita ni za mifupa za plastiki, lakini ambayo sio ngumu sana, yani inavunjika kama mfupa. Nadhani mtakuwa mnazijua, wengi wanazitumia. Akaja akampa mama yake ni ya mfupa. Ikabaki Shola Dismas anataka aone, je, atapewa ile ya chuma, yani ya bati? Lakini alishangaa, akachukua ile ya mfupa akampatia. Hatimaye yeye akabaki na ile ya bati. Akaenda akakaa kule pembeni. Baada ya kukaa pale pembeni, wakanawa vizuri. Baada ya kunawa tayari, Ogena aliponyenyua kijiko cha kwanza tu akiwa anataka kukitia mdomoni, Shola Dismas alisimama na kwenda kutandika mkono kofi la ukweli. Kile kijiko kikaanguka na hatimaye na kile chakula kikawa kimemwagika chini. Akaamua kuichukua na hiyo sahani akaigubika kabisa chini. Baada ya kuigubika hiyo sahani, akakaa chini hapo hapo bila kurudi kwenye chakula chake. Akakaa hapo hapo kwanza chini, akaanza kumtazama hapa na pale. Akamtazama kuanzia kichwani, anazidi kushusha macho, yanazidi kumtazama. Anajaribu kumwangalia umbo lake. Huyu kijana Amini bin Nasoro akaanza kuuliza kwamba ni kitu gani ambacho kimetokea, mbona nasikia kama vyakula vinamwagwa, mara vijiko vinadondoka, kuna nini? Lakini Bi Muamini akasema kuna kitu ambacho hakiko vizuri tena leo. Hapo Amini bin Nasoro akaanza kuwaza kutakuwa kuna nini. Naam, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 22 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima imeishia hapa. Tumemuona Ogena amenyenyuka akiwa na hasira zake na kwenda kuingia jikoni. Hatimaye Shola Dismas akatumwa aende kuchungulia, apeleleze kuna nini ambacho ameenda kukifanya Ogena. Kwa nini na amenyenyuka kwa hasira? Kuna shida gani? Na hatimaye tumekuja kuona mwishoni ndo hicho chakula ameamua kukiwekea sumu ya panya, na hatimaye wengine wote akawapatia sahani za plastiki, yeye ile ya chuma ambayo Shola Dismas aliiona akiwa anatia vitu vyeusi ndio amekaa nayo. Hapo ndiyo maana akawa na wasiwasi naye. Je, atakuja kupewa Shola au anapewa mama mtu, au atapewa Amini bin Nasoro, au atachukua yeye mwenyewe mwekaji? Sasa akamuona yeye ndo ambaye ameichukua, na hatimaye baada ya kuchota kijiko cha kwanza tu, baada ya kumaliza kunawa pale, alikuja kambamiza kofi la kwenye mkono ambao umeshikilia kile kijiko la nguvu mpaka kijiko kikaanguka chini, na hatimaye chakula kikamwagika, na akaichukua ile sahani akaigubika chini kabisa. Yaani kuichukua hivi, kuinyenyua na kuirusha chini, kile chakula kikamwagika chini hapo hapo. Huyu Shola Dismas makusudi kabisa. Je, unahisi ni kitu gani ambacho kitakachoendelea? Kama endapo hauja subscribe channel hii inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwana familia wetu, ambapo chochote kile tutakachokuwa tunakipandisha hapa, wewe utakuwa ni wa kwanza kabisa kukiona. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ya 23 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima
inazidi kunoga sasa, inazidi kuwa tamu. Je, ni kitu gani ambacho Ogena watakachomfanya? Na baada ya kufanya hivyo, anawaza nini baada ya kufanya hivyo huyu Shola Dismas? Ni kuage niseme kwa heri, tutaenda kukisikia sehemu ya episode inayofuata ya 23. Niseme alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya chaneli yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika chaneli hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15. 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King.